Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya wananchi wa Bukombe, tunaomba tukushukuru sana wewe, serikali yote kwa ujumla, kwa kulifanya jambo hili litokee kwenye wilaya yetu ya Bukombe. Ninyi mmekuwa watu mnaotekeleza maono ya rais wetu ambayo yamekuwepo kwa muda mrefu ya kufanya uchumi wa madini uweze kuonekana kwenye maisha ya watu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mwenyekiti wako wa bodi alikuwa OCD hapa miaka kadhaa iliyopita. Wakati akiwa OCD, eneo hili lilikuwa maarufu kwa uhalifu, na yeye alitusaidia sana kupambana na ujambazi miaka ile. Usingeona tukio kubwa kama hili linafanyika Bukombe. Ilikuwa ukiona gari ya polisi inakuja huku, wanatafuta wabunduki, waliokata mapanga na kadhalika. Huko tumetoka leo, tunakutana hapa, tumevaa suti kusaini mkataba wa mabilioni ya pesa. Jamani wana Bukombe, makofi haya hayatoshi. Tunaomba tumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, maono yake na ndoto yake ya kuifanya wilaya hii kuwa wilaya ya uchumi mkubwa. Alianza kuisema kama utani, hata sisi tuliokuwepo wakati ule tulikuwa tunasema ni maneno. Leo Bukombe hii imejaa watu, wanatoka kila kona. Hapa Majungu mgeni rasmi amefungua, watu wanazungumza pesa, wanazungumza maneno. Hata bodaboda wa Bukombe anaendesha kwa malipo. Kwa nini tunazungumza pesa? Gesi zote zimejaa hapa, kila siku watu wanaokuja. Hata wewe mgeni rasmi uliambiwa lala huko huko, hakuna pa kulala. Sio leo, siku zote pamejaa hivyo. Kwa nini? Kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fursa ya uchumi kwenye wilaya yetu. Nataka tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, wema wake huo kwa wilaya yetu, na kwa kweli kwa upande wa sekta ya madini ametoa tafsiri sahihi ya maisha ya watu wetu. La mwisho, kwa STAMICO tuwapongeze sana kwa kutuletea uwekezaji kwenye wilaya yetu ya Bukombe. Ahadi yenu nimeisikiliza na wananchi wameisikiliza. Moja, tutatuletea mtaji, kutakuwa na mzunguko wa pesa kwenye wilaya yetu, teknolojia, lakini jambo kubwa zaidi, maana katika uchimbaji eneo ambalo ni gumu sana linalowafanya watu wafilisike ni kwenye eneo la utafiti. Wawekezaji hao wamekuwa wema, wamekubali kwamba wakati wanafanya survey kwenye maeneo yao ya leseni zao, basi watafanya extension vile vile kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo, ili na wao wapate nafuu ya gharama ya kujua madini yako wapi wachimbe bila kubahatisha. Tunawapongeza sana STAMICO, tunawatakia kila laheri, na mimi nataka niwaambieni STAMICO ya leo sio ile mlioiona miaka ile. STAMICO ni shirika sasa linalozungumza mapesa. Hakusema tu mtendaji hapa. Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani alitaka mashirika yote yajiendeshe. Shirika la kwanza kuanza kujiendesha chini ya maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan ni shirika letu la madini la taifa la STAMICO. Kwa hiyo tunawapongeza mno, tunawakaribisha sana. Wito wangu kwa wana Bukombe, ndugu zanguni, mkiona fursa zinakuja sasa tuanze kuchangamka. Nilikuwa naongea na madiwani wenzangu nikamwambia, jamani, miaka inayokuja haitakuwa heshima wakati Bukombe yote itakuwa imejengwa, imeendelea, halafu mtu anakuuliza wewe uliwahi kuwa na kaa kiwanja, unasema tukiiva. Kama Ndasilo wakati akiwa OCD hapa, alinunua kaa kiwanja wakati ule leo watu wanapiga pesa salimisha hapa, ongeza mstaafu mwenyekiti wa STAMICO na wana Bukombe ni waombe uwepo wa uwekezaji huu kwenye wilaya yetu iwe sasa chachu yetu ya kuchangamkia fursa. Kila mtu ajue uwekezaji wa madini unaotokea kwenye wilaya yetu una maana gani kwenye maisha yake. Tukifanya hivyo, uchumi utabaki kwetu, maendeleo yataonekana, na Mheshimiwa Rais ameleta maendeleo makubwa kwenye wilaya yetu. Hii wilaya inafunguka, msio na wasiwasi. Barabara zinajengwa za lami, mnaona barabara ya kwenda Geita lami inajengwa, mtaona masoko ya kisasa yanajengwa, na sasa wawekezaji wengine wanakuja. Nitoe wito, mtu yeyote mwenye mtaji wake mahali sahihi pa kuweka mtaji wako ukapata faida ya maana zaidi ni wilaya ya Bukombe. Karibuni sana, niwatakieni kila laheri, na mimi nimekuja kushuhudia ili katika uzee wetu siku moja, wakati mgodi utakuwa mkubwa unasafirisha dhahabu, tuseme wakati wanasaini mkataba wa kwanza na sisi tulikuwepo. Tutakuwa sehemu ya ukurasa wa historia hiyo. Mungu awabariki sana. Tunashukuru STAMICO, na kwa kweli tunashukuru kwa kufanyia tukio Bukombe. Ungeamua kulifanyia Dar es Salaam bado hao wangekuja,
Mngeamua kulifanyia Mwanza bado wangekuja, lakini mmeamua kuja kabisa kwa wananchi. Ninaamini wawekezaji hawa watakuwa na mahusiano mazuri na wenyeji wetu ambao ni wana Bukombe. Tunawashukuru sana sana, na mkiona anaendelea kuongea mkuu wa wilaya anasogea, maana yake anakula muda wa kusai. Niwatakieni kila la heri, Mungu awabariki sana. Asante.